Kuhusiana na mavazi yanayohamasisha matumizi ya dawa za kulevya, kwa mujibu wa sheria ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, inakataza mtu yeyote kuvaa mavazi au kuhamasisha kwa namna yoyote, kwa maneno, kwa nyimbo na kwa njia yoyote ile kuhamasisha matumizi ya dawa za kulevya. Na ndani ya sheria hiyo kifungu namba 24 pale, ukikutwa na hatia basi unafungwa gerezani. Kwa hiyo sisi mtu yeyote ambaye anavaa mavazi hayo tunachukua hatua. Kwa mara ya kwanza serikali pia ilikamata kilogramu 5 za dawa mpya ya kulevya inayojulikana kama MDPV ambayo ilikuwa ikiingizwa nchini. Mafanikio haya yanatokana na kazi kubwa iliyofanywa na vyombo vyetu vya usalama katika kudhibiti njia za usafirishaji wa dawa hizi kupitia mipaka, viwanja vya ndege na bandari. Tukiruhusu bangi italeta faida au itatugombanisha tu na wananchi? Sababu inayolimwa sio hii. Bangi ni kama miwa. Miwa iko ya aina nyingi, lakini miwa inayotengeneza sukari ni aina moja tu. Lakini miwa ya kula ya kutafuna hiyo iko mingi tu. Ni kama bangi ya kwetu, ni kama miwa ya kawaida. Lakini bangi inayotengeneza dawa sio hii. Inaletwa mbegu maalum, wanadhibiti kiwango, na hata wale wanaotumia vile vile wana kiwango halisi cha THC ambacho kinatakiwa kitumike. Kwa hiyo sisi bado hatujaruhusu, mpaka leo bangi kwetu ni haramu.